Mzee mmoja mwenye umri wa zaidi ya miaka 70 anadai kuwa ametapeliwa katika halmashauri ya manispaa ya Sumbawanga. Mzee huyu anafahamika kwa jina la Musa Rashidi, ametokea katika halmashauri ya manispaa ya Tabora. Alifunga safari tarehe 13 Machi 2025 na kufika katika halmashauri ya manispaa ya Sumbawanga kwa ajili ya kukutana na mganga wake ambaye alimwahidi kumpatia utajiri kutokana na shughuli zake anazozifanya huko Tabora za udalali. Mzee huyu ameeleza awali kuwa alipopokelewa na mganga huyo wa kienyeji alimpeleka katika makaburi ya familia takatifu yaliyopo mtaa wa Kisomfarume hapa Sumbawanga, na baadaye aliachwa akiwa utupu baada ya kuogeshwa maji na mganga huyo kupotea akiwa na vifaa vyake vya thamani, lakini pia akiwa na fedha zaidi ya shilingi laki2. Na hapa ni katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Sumbawanga ambapo mzee huyu amefika kwa ajili ya kuomba msaada kwa sababu ameibiwa kila kitu alichokuwa nacho, hata mavazi yake aliyoyavaa amepata kutoka kwa wasamaria wema. Hii ni Gachi TV, endelea kuwa nasi. Huyu bwana tulianza naye huyu jamaa tangu mwaka jana. Ambaye ni nani? Huyu ambaye dadi mkeni. Jina lake unasema ni nani? Jina lake kweli la Kristo sasa nielewe vizuri. Akawa ananiomba hela mara niletee shilingi 10,000 za kama sikukuu tu. Kanaomba mara niletee ya vocha na kuletea bani hela ya kutumia na mrushia kwa namba ya simu yake. Na mpaka juzi tu ilifikia aniomba shilingi 6,000 za kufanyia nini? Aongeze dawa na siji nini kutumia. Baada ya kutumia mimi jana kaondoka pesa 11 alfajiri kwenda stendi. Baada ya kufika stendi kwa kuuliza dawa bana Sumbawanga kaniambia hapa kata tiketi shilingi 35. Kufika Maji Moto ile wakapandisha tena. Ikawa shilingi 5,000 kufika siku ya kufika baada pale wakapandisha tena kwa shilingi 10,000 kaja mpaka hapa shilingi 50,000. Ni mfukoni kuna kama shilingi 2,200 na 50,000. Basi nilifika hapa yule bwana akasema kwamba uje kwangu yuko pale stendi utamkuta yuko pale stendi. Kwa pale stendi nikapigia simu nikapiga sema andiko kule kwenye kona ya kuingia stendi njoo nikachukua bodaboda nikaja pale kumpiga simu akasanda huyo hapo alikuwa amejikaa kwenye maani sijui kwenye msingi. Basi nikafika pale akaniambia hivi babu kaniambia hivi nikuogeshe dawa kisha kuogesha dawa ndo mwili wako wewe nataka nije sawa toka niambie chukua maji ya shilingi 100 kachukua ya mawili yako madogo baada ya kuchukua madogo mawili ndio tukaondoka naye tukakwenda hapo huko siku ya makaburi sasa kwa kaburi mmoja usafiwa na akachukua madogo akachukua madogo nikaenda kafe mpaka lini ati akaniambia lala nikawa hata nishavua nguo nikalala akanimwagia magesi ndizo kwa dawa zake zini basi nilimwambia kunimwagia dawa akaniambia nenda akachukua pale kuchukua mtu akada na kujua nenda kapaombe pale nikaenda kwenda pale kupaomba kurudi kwenye ile kaburi kutana hata vipi lakini bila zichukuliwa kadi ya sisi inachukuliwa na NIDA inachukuliwa na simu inachukuliwa na saa inachukuliwa ya gharama 20 milioni. Sasa simu ni shilingi 50,000. Basi haya akili kaniruka nibakia wiki kwenda mahali kidogo tu nikakutana na mama mmoja kustuka. Stuka kama mambo stuka mimi nimeibiwa toka nipakikiti. Niendelee kutoa wito kwa Watanzania. Ni juzi tu tumewakamata vijana 13 Watanzania wenzetu ambao wanajihusisha na utapeli wa aina hiyo, kwamba unaweza kuwa tajiri, kwamba hapa ndio kuna watu wanaitwa Freemason wanakupa hela, hapa ndio kuna watu wanarudisha wachumba waliopotea, hapa ndio watu wanakupa utajiri wa kupindukia katika maisha yako.
Kuna mambo mengi hapa Sumbawanga, na nimekuwa, huyu si wa kwanza. Mara kadhaa wamekuja watu wakiwa wametapeliwa na kuomba kuwasaidia kurudi makwao. Sasa nitoe wito kwamba kama una namna nyingine ya kumwomba Mwenyezi Mungu. Bahati mbaya sana haya yanatokea. Ndugu Musa Rashid Busua yuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini kafikia hatua ya kufanya haya ambayo yamefanyika. Na huyo utapeli wake pia alimwambia na yeye amefunga amtumie kwanza shilingi 30 ya iftari, na yeye akatuma kabla hajatoka huko Tabora. Kwa hiyo tuwaombe wa Tanzania, tafadhali mchukue tahadhari sana. Yawezekana kweli waganga wapo, wengine hatuamini katika mambo, lakini mnendeni mkamsujudie Mwenyezi Mungu. Mungu ametutaka tumuombe, tumtukuze, tumsujudu yeye, tumwabudu yeye, na mwisho wa siku atatufungulia heri ambazo tunaziona. Lakini kama mambo yameshindikana zaidi, rudi kwenu kwenye asili yako ulikotoka. Sasa mtu tu anakuja na kudanganya unaweza kuwa tajiri, alafu mtu mwenyewe unamwona naye kavaa ndala. Tajiri gani anavaa ndala? Kwa hiyo nitoe wito kwamba jiepusheni na haya mambo, mtaendelea kutapeliwa siku hadi siku. Kwa hiyo nawashukuru sana Tanzania, lakini na huyu ndugu yetu sisi tutaona namna ya kumsafirisha kumrudisha huko kwa Tabora, lakini nimekuwa nikitoa fedha nyingi kwa ajili ya watu wa namna hii. Kwa kweli huu ni uzembe, na tuwaombe tu madaktari waendelee kufundisha watu afya ya akili, kwa sababu watu wanadanganya na kila siku jeshi la polisi linatumwa. Usikubali kutapeliwa, kataa utapeli. Sasa matapeli ndio hao wanakupigia simu na kutumia ujumbe, na wewe unaingia kwenye 18. Amekutana na watu wanaitwa D's, hapo wanaitwa madii au madokta, ndio maisha yao wanaendelea nao. Na sababu hamjui huyo mtu na hajui alikopotelea. Anasema anahisi kwamba mtu aliyeyuka, maana ile kugeuka tu amuoni kwamba anaweza kuyeyuka kama malaika. Mtihani sana. Ndugu zangu, nawashukuru sana, lakini tunaendelea kusema kwamba Sumbawanga ni sehemu salama ya kuishi, lakini matapeli wapo kila kona ya nchi. Ila hapa ndio wako wengi zaidi. Mwaka jana tuliondoa 18 na juzi tena 13 tumewapeleka mahakamani. Kwa hiyo wanaendelea na taratibu za kisheria.